wa amaluhu mardudun alayhi, na amali yake atarejeshiwa mwenyewe. Mfano, law anna rajulan sajada qabla an yarka', sisi tunajua kwenye swala sujudu yaja baada nini? Rukuu, i'tidal, kisha sujud. Yeye akasujudu mwanzo kisha akarudi juu akarukuu, rukuu ikafuata sujud. Mfano, fa salatuhu batila marduda, swala yake itakuwa ni batila na atarejeshiwa mwenyewe. Liannaha la tuwafiqu ash-shari'ata fi madha fi al-kayfiyya. Na hapa napenda kutoa nasaha kwa hawa makhurafi. Hawa makhurafi masha Allah wajua kubadilisha maneno kweli kweli. Ukiwakataza kusherehekea maulidi waigeuza kwambia kuna mmoja jamaa ana taabu sana, ansimama azungumza asema mawahabi mna utesi gani nyinyi na mtume? Nataka kusuluhisha mimi jamani. Tena yajifanya yualia, au wafanya nini mtume wetu, au wafanya nini nyinyi? Mimi niko tayari kusuluhisha, nitalipa hata pesa nisuluhishe baina. Yani wale jamaa walikuwa wana jamaa huyo, yani kwa kugeuza mambo hawa hatari sana. Sababu yetu kuzua ni kitu cha kawaida tu kabisa. Siku moja tulikuwa haji Mina, nikatoa kalima, kumbe wamekaa makhurafi wengi. Nikazungumza kuhusu tauhid, nikazungumza kuhusu shirk, kisha nikatoa mfano kusudi. Nikasema kwa mfano waweza kumwona mtu yafanya haji kisha akimaliza akienda Madina aende akamuombe mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimuomba sallallahu alaihi wasallam ufanye shirki, kama vile kumuomba Isa alayhi salatu wasallam ni shirki, na kama vile kumuomba malaika katika malaika wa Allah basi na Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki. Dua ukaipeleka kwa Allah, kamaliza kama dakika 10 hivi nikakaa. Kuna khurafi mmoja nafikiri ile jambo alikumfurahisha, simama mwanzo akasema tumshukuru ndugu yetu anatukumbusha, kisha mara kageuza kibati. Mimi nimekaa pale, mawahabi hawampendi mtume, akaanza yualibu alayhi alawama, hawampendi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawampendi. Basi wale watu wale bwana akawachemsha, wakaanza kulia wallahi alazim, watu kaanza kupiga kelele. Sasa wafikiria wanishtua, kumbe hata sijali, wallahi alazim. Yani nyinyi mwafikiria ingelikuwa kwa mfano sisi walinganizi wa sunna tuogopa tungezungumza hivi? Yani mwafikiria kidogo kuna kitu tuogopa yani kwa makhurafi? Ya akhi, wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillah kitaban muajjala. Sisi tusoma tauhid sheikh, alhamdulillah, nyoyo zetu baridi kabisa. Wa in yamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bikhairin fala radda li fadlihi qul hasbiya Allah alayhi yatawakkalu almu'minun. Jamaa wakapiga kelele pale, basi mimi nikasimama nikamfuata yule mlinganizi wao, nikamwangalia hivi, nikamwambia wewe huyo, nikatoka kenda zangu. Yani amebadilisha kabisa. Wapi hapa tuzungumza kutompenda mtume sallallahu alaihi wasallam? Yani wewe ukiambiwa kuwa usimuombe yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana yake umpendi mtume sallallahu alaihi wasallam? Ama ndiyo da'wa aliyotufundisha sisi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wakati aja mtu amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, لولا الله ومحمد قال قل عفوا ما شاء الله وشئت يا رسول الله. ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا، wanifanya mimi ni mshirika na Allah. Angalia katika lafzi, hakusema nia yake labda ni nzuri, na tuna hakika yule sahaba hakukusudia shirki kabisa. Ansema ma shaa Allahu wa shi'ta, hili jambo ni kukutaka Allah na kutaka wewe ya Rasulullah. Akamwambia aja'altani lillahi niddan,
umenifanya mimi ni mshirika na Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ma shaa Allahu wahdahu. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yako wazi. Hivi ndivyo alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam hata katika lafdhi. Lakini jamaa hupenda kupindisha. Sasa mimi naomba kitu kimoja, hebu hii misikiti ya makhurafi wakati mwingine umpatikana njiani, jamaa hamjui kuswali nyinyi. Jamaa makhurafi hamjui kuswali nyinyi, hamuielewi swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wallahi alazim, waweza kuswali nyuma ya imamu anavyokwenda dingi dingi, twenda wapi baba? Hizo mbio zote zaenda wenda wapi? Huja rukuu vizuri ya Allahu liman hamida, hujakita Allahu akbar, hujakita vizuri mpaka wakati mwingine wataka kujitoa kwenye ile swala. Msisi swala hii haina tumanina, haina tasawi imamu huyo au maamuma. Sasa tuwaomba mwezi huu, hebu fundisheni sifatu sala yenu nyinyi. Endeni mkatafute hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam sahihi. Kila hadhara ya maulidi mnaofanya hizo za bid'a hizo, hebu somesheni watu waswali vipi. Maana jamaa wakoroga hawa, nawaambia ni kweli. Na kama wewe unsoma swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nenda kaangalia vile unavyoswali. Wallahi alazim, jamaa hawajui kuswali. Watu hawajui kuswali shekhi. Sasa wasioyafanya haya muhimu haya, kufundisha watu kuswali, kufundisha watu ibada zao, wenda kwingine. Wafundisheni jamaa zenu kuswali. Kwa nini tuwaambie hivyo? Kwa sababu Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam asema, sallu kama raaitumuni usalli, swalini kama mlivyoniona mimi nikiswali. Chukueni Bulughul Maram tu ya al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, fungueni mlango ule wa sifatu sala, wasomesheni. Ni hadithi zile wasomesheni, si mawahabi. Ibn Hajar alikuwa si wahabi, Shafi'i. Wasomesheni jamani kuswali hawa. Haya challenge inawapa mwaka huu angalau kurekebisha. Maana msikiti ya makhurafi kuna msikiti ikifika Ramadhani tarawih, pamoja na zile fujo wanazozifanya, zile fujo Allahu wa ni'ma wa maghfiratuhu wa rahma na robo saa jamaa wako barabarani. Sasa wewe hesabu zile kelele wanazopiga na ile swala yawaje robo saa, chini ya dakika 20 mshamaliza swala. Vipi yani? Yafanana vipi yani? Tarawih bwana, tena raka 20 na 21 za swala, dakika 20 haifiki. Mimi nakwambia jamaa wako nje wapiga round tu, wateremsha uji, wasema dakika raka 23. Naam, raka 23 mara moja maliza shatoka. Sasa wafundisheni safari nini swala, wafundisheni namna ya kuswali. Usitafute kitabu cha Sheikh Al-Albani rahimahullah, sio ukasema Albani walikuwa wahabi. Chukua Bulughul Maram tu ya Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, wasomesheni. Wallahi itakuwa khairi kubwa, watu watafaidika. Kwa hivyo ile swala ile ikiwa kaifia yake haikufanana nini na swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pia itaharibika.